Ninakusalimu habari za usiku huu mpendwa mtazamaji wa Star TV. Karibu katika taarifa yetu ya habari usiku huu. Na miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na mwili wa Waziri Lukuvi waagwa bungeni. Na kwa hayo na mengine mengi ni kusihi tu ungana nami hadi tamati. Mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu haya kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Ninaitwa Gigwa Mhule, karibu tuwe sote. Karibu sasa tuianze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa, na tunaanzia visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika utekelezaji wa mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji Mkumbi 2 ili kuharakisha kufanikiwa kwa malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Tupate taarifa kamili. Akizungumza katika mkutano wa uhakiki wa rasimu ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji uliofanyika jijini Dar es Salaam, Rais Dr. Mwinyi amesema kuwa kufikia uchumi wa kipato cha juu ifikapo mwaka 2050 kunahitaji ukuaji wa uchumi wa wastani wa 10% kwa mwaka sambamba na uwekezaji mkubwa katika sekta za uzalishaji. Tumieni nafasi hii kujiridhisha na kuthibitisha kuwa maoni yaliyotolewa na kuchambuliwa yamezingatiwa katika rasimu hii itakayowasilishwa leo, ambayo ndiyo ya mwisho. Hivyo naomba kutoa rai kwenu nyote muwe huru na mtumie nafasi hii katika kuhakiki maoni yaliyotolewa katika rasimu hii. Kamati ya wataalam itawapatia utaratibu mzuri wa kuhakiki maoni yaliyotolewa na wadau mbalimbali katika rasimu hii ili kuiboresha. Kupitia mkutano huo umebainishwa kuwa mazingira rafiki ya biashara na uwekezaji yanachochea ukuaji wa sekta binafsi yatakayochangia 70% ya pato la taifa kufikia dira ya 2050. Mheshimiwa Rais, bado kuna kunyoshana vidole. Sisi serikali tunasema wafanya biashara hawa wakwepa kodi na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Na wenyewe sekta binafsi wanatunyoshia vidole kwamba hii serikali wanabana mazingira magumu. Kwa hiyo kuna kutiliana shaka miongoni mwa sisi wawili. Tunataka kupitia mkutano huu na kupitia mchakato huu tujenge imani kati ya maeneo haya mawili. Huu si mkutano wa kawaida, ni jukwaa la kimkakati la kusikiliza, kujadili na kujenga mwafaka kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mafanikio ya mkakati huu yatategemea kwa kiwango kikubwa ubora wa maoni na ushiriki wetu. Cha msingi ni kuweza kushirikiana pande zote mbili, na ushirikiano huo unaratibiwa na sheria, na ndio maana bunge liko hapa ili kujiweka tayari kuweza kubadilisha na kutunga sheria zitakazofanya uhusiano kati ya wafanyabiashara na serikali unakuwa mzuri zaidi. Mkutano huu ambao umehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo, wadau wanatarajiwa kutoa maoni yao kuhusu rasimu hiyo ili kuboresha sera na mazingira ya biashara nchini. Tukiweza kuweka mazingira mazuri ya biashara, tutapata uwekezaji mkubwa sana wa ndani na uwekezaji mkubwa sana kutoka nje, na nchi yetu itaweza kufikia dira ya taifa 2050 kwa haraka sana. Tunaiomba serikali kurasimisha ushirikiano huu, kuweka uwakilishi wa sekta binafsi katika kamati za ufuatiliaji na tathmini, kuimarisha majukwaa ya mazungumzo ya umma na binafsi na kutoa taarifa za mageuzi kwa wakati halisi. Naomba sana serikali ikamilishe ile SME policy, sera ya biashara ya wafanyabiashara wadogo na wakati. Tumekuwa tukiahidiwa, lakini tunaomba sana iweze kukamilishwa ili tuone ushiriki wetu wa moja kwa moja katika Mkumbi 2. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Shukrani sana Angela Matayo kutoka jijini Dar es Salaam kwa kutufungulia taarifa yetu ya habari usiku huu. Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amewaongoza wabunge, watumishi wa bunge na wakazi wa Dodoma kuaga mwili wa aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu
Bunge, Sera na Uratibu William Lukuvi, huku akisema taifa limepoteza kiongozi mahiri na muhimu. Tuungane na Bra Moses kutoka Dodoma. Ni katika viwanja vya Bunge jijini Dodoma. Msisitizo wa Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba ni kuondoka kwa kiongozi waliyekuwa na mipango naye. Mwenyewe nilikuja hapa nikiwa nimejaa kwa nini nyingi sana kichwani na kifuani na majonzi. Nilikuwa naona kama shetani anatafuta kuniangusha, kumuondoa Mheshimiwa Lukuvi ambaye alikuwa ananisaidia na kuiona nafasi ya waziri mkuu na kazi za waziri mkuu kwamba ni kazi zinazoweza kufanyika kwa urahisi. Katika kipindi kifupi nikiwa nimeona tunaenda vizuri, tumepanga majukumu mengi, tumepanga namna tutakavyoliendea bunge, tumepanga namna tutakavyoendea dira mpya. Ghafla unasikia ndugu unayepanga naye, kiongozi unayepanga naye anaondoka ghafla bila kuwa amehuzunika, amesikitika kwamba ana jambo linalomtatiza gumu la kiafya. Viongozi wa mihimili ya Bunge la Tanzania na mahakama nao wakatoa salamu. Binafsi nimefanya kazi na Mheshimiwa Lukuvi kwa muda mrefu. Kwa ufupi, nakiri kuwa marehemu alikuwa kiongozi alibeba maono mapana, busara ya hali ya juu na moyo wa dhati katika kulitumia taifa lake katika utumishi wake. Nakiri kusema Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mserikali pase. Lakini huyu alikuwa ni mwepesi wa kujifunza. Kwa yale asiyoyajua alitambua, alikuwa na kipaji cha kutambua watu ambao akiwafuata watamsaidia kwa yale ambayo hayajui. Na akiwafuata anakusikiliza, ukimshauri anazingatia. Alikuwa ni mtu mwepesi wa kujifunza. Bila shaka yoyote ni lazima wakati wa utumishi wake amewahi kukwaruzana kwa namna moja au nyingine, aidha kwa nia njema ambayo sisi tunaamini hivyo, lakini ameondoka, pengine hajawahi kuomba msamaha kwa wale aliowakosea. Sisi kama familia kwa niaba yake tunaomba msamaha na upatanisho kwa wale wote ambao amewahi kuwakosea katika harakati zake za kisiasa na maisha yake kwa ujumla, lakini na wale wote ambao pengine waliwahi kumkosea. Sisi kama familia pia tunawasamehe kwa niaba yake. Mwili wa marehemu William Lukuvi umesafirishwa kuelekea jijini Dar es Salaam kwa taratibu zingine za kiserikali, ikiwemo kuagwa kitaifa Machi 28 katika ukumbi wa Karimjee. Kutoka jijini Dodoma, Bra Moses, Star TV. Mkoani Simiyu tunajuzwa kuwa kaya 278 zilizoathirika na mafuriko wilayani Meatu mkoani humo zimepatiwa msaada wa mbegu za viazi lishe na dengu kwa ajili ya kurudisha hali ya chakula. Taarifa zaidi na Shabani Lupimo. Harvest Plus ni wadau wa maendeleo ambao wanaguswa na maafa haya na kutoa msaada huu wa mbegu kwa kaya zilizoathirika na mafuriko hayo ili kuziwezesha kupata chakula na lishe pamoja na kipato ndani ya muda mfupi. Ukiangalia pia msimu umeshaenda. Kwa hiyo ukisema utoe mahindi sasa hivi hayawezi kufika. Si ndio jamani? Kwa hiyo lakini viazi hivi ndani ya miezi miwili vinakuwa vimeshakomaa. Kwa hiyo tunataraji ya kwamba mtu atapata lishe, atapata chakula kwa ajili ya familia ndani ya muda mfupi. Mazao haya yakizalishwa tunaamini itakuwa ni sehemu ya kuwasaidia wao kupata chakula, lakini pia inaweza ikawa ni sehemu ya kujipatia kipato kwa ajili ya kusaidia kurudisha maisha yao. Mkuu wa wilaya ya Meatu Faudhia Ngatumbura anawashukuru wadau walioguswa na maafa haya kutoa msaada huu, huku mkuu wa division ya kilimo, mifugo na uvuvi wilaya ya Meatu Thomas Shilabu akizungumzia athari za mafuriko hayo. Sisi tunaahidi tutaendelea kuwasimamia wananchi hao wahanga pamoja na kwa kutumia hao wataalamu wetu, tuhakikishe kwamba kile ambacho mmetupatia kimekwenda kweli kuotesha na kuwavune ili kuendelea na shughuli zingine za kiuchumi. Nazo eka zaidi ya 2000 ambazo zimeathirika kwa wilaya nzima za mazao mbalimbali ikiwemo mahindi, pamba, viazi, mtama
na choroko. Ndio maana tunawashukuru wenzetu wa shirika la Harvest Plus kwa kutusaidia hizo viazi lishe, lakini pamoja na mbegu za dengu ili kuwasaidia wananchi hao waweze kurudishia au kulima tena hao mazao na hatimaye kujihakikishia usalama wa chakula. Waathirika wa mafuriko haya wanashukuru kwa msaada huu, wakisema unawahakikishia usalama wa chakula. Sasa hivi tumepokea dengu na malando, nachomuomba wazirika wenzangu tuendelee na kilimo hichi ya mazao ili watoto wetu wapate lishe. Ya mwenye malando. Mimi naona nashukuru kwa kupokea hizi mbegu za viazi. Kia mwenye yuradi. Atasaidia watoto wangu apate lishe. Kaya 278 na zaidi ya ekari 2000 zimeathirika na mafuriko hayo wilayani Meatu, huku nyumba 115 zikianguka. Shabani Lupimo, Star TV, Simiyu. Uongozi wa wilaya ya Monduli mkoani Arusha umewaagiza watendaji na wadau wa maendeleo wanaotekeleza miradi mbalimbali kuwashirikisha viongozi wa kimila ili kufikia malengo kusudiwa ya miradi hiyo. Beatrice Gerard kutoka Arusha na undani wa habari hii. Mkuu wa wilaya ya Monduli Gloriana Kimati ametoa agizo hilo katika hafla ya kuzindua mradi wa Arusha Standard Project unaotekelezwa na shirika la SOS Children's Villages katika wilaya hiyo, ambao unatarajiwa kufikia zaidi ya watoto 2000 na vijana 500. Hakikishe kwamba muda wote mtakapokuwa mnatekeleza mradi huu mnashirikiana kwa karibu na wataalamu wa sekta mtambuka zinazohusika na wanufaika wa mradi huu na viongozi wa jamii ili kuhakikisha kuwa malengo ya mradi yanafikiwa kwa kuufanikisha na kwa ufanisi ambao utaleta matokeo endelevu. Sote tunatambua sisi tunatokea jamii za kifugaji. Pamoja na kushirikiana na wataalamu wetu wa serikali, lakini tuna watu wanaitwa malaigwanani. Malaigwanani hawa ni viongozi wa kimila. Ili muweze kufanikiwa kwa mafanikio makubwa katika utekelezaji wa mradi huu, mtakapofika kwenye utekelezaji huko msiwaache. Naye mkurugenzi wa SOS Children Villages Thomas Kipingili anaweka bayana malengo ya mradi huo, ikiwemo kuimarisha uwezo wa familia ili zitoe huduma bora za malezi, matunzo na ulinzi kwa mtoto na kuzuia kuvunjika kwa familia. Kujengea uwezo wa kiuchumi na kijamii kwa vijana ili waweze kujitegemea katika maisha binafsi, kuimarisha mahusiano yao katika jamii na kuondoa umaskini. Lengo la 3 ni kuimarisha uwezo wa familia ili zitoe huduma bora za malezi, matunzo na ulinzi kwa mtoto na kuzuia kuvunjika kwa familia. Nao baadhi ya viongozi wa ngazi ya mkoa na wilaya wanabainisha umuhimu wa mradi huo katika jamii za kifugaji, ikiwemo kuongeza uelewa wa ushiriki wa wanaume katika malezi ya watoto. Maendeleo ya mtoto, lakini maendeleo ya familia na kwa vijana pia, mmeweza mkasaidia au mmeweza mkawezesha kwa nafasi kubwa sana sisi kuweza kutekeleza majukumu yetu. Niseme kwamba mkoa wetu ni mkubwa na serikali peke yake isingeweza kufika kila mahali. Ujio wa mradi huu utasaidia sana kuongeza kwanza uelewa kwenye jamii kuhusiana na dhana nzima ya malezi, kwamba malezi ni jukumu shirikishi, kwa maana ya jinsi zote mbili wanapaswa kushiriki kwenye malezi. Kwanza utasaidia malezi na makuzi kwa watoto. Tuna watoto wanaotoka familia duni, tuna watoto wanaotoka mazingira hatarishi. Kwa hiyo huu mradi utakuwa chachu ya kuboresha malezi na makuzi ya watoto na kuboresha malezi ya watoto kwa ujumla katika wilaya ya Monduli. Mradi wa Arusha Standard Project unatarajiwa kutekelezwa kwa miaka 3 wilayani Monduli, ukihusisha kata za Mtoambo, Islalei na Migungani, na inakamilisha halmashauri 5 za mkoa wa Arusha zinazofikiwa na shirika la SOS Children's Villages. Kutoka wilayani Monduli mkoani Arusha, Beatrice Gerard kwa Star TV. Kutoka Arusha na sasa tuelekee mkoani Mara, ambapo tunajuzwa kuwa wananchi katika baadhi ya vijiji vya Majimoto, Nyaiboko na Borega wilayani Serengeti mkoani Mara wanalazimika kutumia usafiri wa mitumbwi isiyo salama kuvuka mto Mara unaotenganisha vijiji vyao kuja upande wa kijiji cha Nyamongo
kwa ajili ya kuendesha biashara zao, jambo ambalo linahatarisha usalama wao kutokana na kutumia usafiri huo usio rasmi. Taarifa kamili na Sharifa Suleimani. Heka kwenye mwalo usio rasmi katika mto Mara ukitumika kuvusha wananchi toka katika vijiji vya Majimoto, Nyaiboko, Borega na Nyigogo wilayani Serengeti na kuja upande wa kijiji cha Nyamongo wilayani Tarime kwa ajili ya kujipatia mahitaji na biashara mbalimbali kutokana na umaarufu wa fursa ya uchimbaji wa madini katika eneo hili. Licha ya kuwepo kwa daraja la Masulura umbali wa takriban kilomita 25, wananchi hutumia njia hii ambayo licha kuripotiwa kuhatarisha maisha hasa nyakati za mvua, wanaona liwalo na liwe. Lea Nyanjige, mchuuzi wa mboga za majani, akiwakilisha kundi kubwa la wanawake katika kijiji cha Borega na wajasiriamali wengine, wanakiri juu ya usalama wao kuwa hatarini. Sisi wakina mama tunaopeleka biashara ya mboga tunapata shida sana namna ya kuvuka kuelekea katika biashara. Kwa hiyo tunaomba sisi serikali yetu ya Tanzania iweze kutusaidia kwa ajili ya ukarabati, kujenga daraja. Mimi jana nilizunguka huku na gari ambayo ilikuwa inatokea Msoma inakuja Nyamongo, kalala huku Nyamongo. Asubuhi nimechukua biashara. Sasa hapa nilipo nataka nivuke tena, hamna mtu ambaye atanichukulia mzigo. Magebo Nyamuhanga ni mmiliki wa mitumbwi inayotumika katika shughuli za kuvusha. Anabainisha wasiwasi katika baadhi ya nyakati, kwani hufikia hata kusitisha safari pale mafuriko yanapozidi kutokana na mvua kubwa. Maji yakiwa mengi ambayo tunaona kwamba haya ni hatari, tunasimamisha, hatuwezi kufanya usafirishaji. Tunasimamisha, maji yanapungua kwa sababu huo mto unatiririka kwa kasi. Wadau mbalimbali wanaona ipo haja kwa serikali kutazama jambo hili kwa upekee ili kunusuru hali ya usalama ya wananchi ambao wengi ni wanawake, kupata njia mbadala kwa ajili ya kufikisha biashara zao. Serikali kwa uwezo wake, najua kabisa kwamba upo uwezekano wa wananchi hawa kusaidiwa. Tungeweza kuwasaidia na wao waweze kupata maisha mazuri. Mboga wafikishe vizuri, mkaa wasafirishe vizuri, maziwa wasafirishe vizuri, kwani maziwa wanayotumia Nyamongo yanatoka Ngoreme. Hili daraja likiwepo litasaidia sana mambo ya uchumi kati ya Nyamongo na wilaya Serengeti, kwa sababu Nyamongo wanategemea Serengeti, lakini Serengeti pia kijiji cha Borenga wanategemea Nyamongo ili waweze kupata fedha zao. Mto Mara miongoni mwa vyanzo vya maji vya Ziwa Victoria, ukianzia nchini Kenya, uliotengeneza mpaka kwa kuzigawa wilaya Serengeti na wilaya Tarime mkoani Mara. Sharifa Suleiman, Star TV. Uongozi wa Jeshi la Magereza umesisitiza kuwa maboresho yanayofanyika kuwezesha matumizi ya tehama ni kutaka kupunguza gharama, lakini pia kuimarisha usalama kwa kuachana na ulazima wa kusafirisha mahabusu na wafungwa kwenda mahakamani, badala yake kuendesha mashauri yao kwa njia ya mtandao. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Huseni. Ni gwaride maalum kiashiria cha kuhitimisha miezi mitatu ya mafunzo. Takriban askari magereza 422 wanahitimu mafunzo ya uongozi daraja la kwanza, kozi namba 5 ya mwaka 2025-2026, ngazi ya sajini na ngazi ya koplo hapa chuo KPF Kingolwila. Kamishna wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu wa Jeshi la Magereza, mgeni rasmi kwenye hafla hiyo, anasema mbali na mafunzo wameelekeza nguvu pia kwenye maboresho ya maeneo ya kazi. Lengo ni kuhakikisha kwamba wafungwa pamoja na mahabusu waliopo magerezani wanasikiliza mashauri yao wakiwa magerezani. Wakati mwingine mnatuona tukiwa kwenye magari yetu yale tumevaa zile maski pamoja na mitutu ya bunduki, utafikiri sio Tanzania. Swala ni kuimarisha ulinzi. Mbali na mpango huo, jeshi hilo pia linajivunia mafanikio ya kuachana na matumizi ya nishati chafu tangu Disemba ya mwaka 2024. Jeshi la Magereza lilikuwa linatumia nishati safi kwa magereza yote 126 nchini. Mpango wa jeshi hilo ni kuendelea kusimamia utekelezaji wa mipango mbalimbali ikiwemo mafunzo ya uongozi kwa askari. Chuo KPF kinaendesha pia mafunzo ya ufundi stadi
katika mtaala wa NACTVET katika fani za umeme wa majumbani, uwashi, ufundi magari, uchomeleaji, ukatibu mutas pamoja na kozi fupi za kompyuta. Mnapoenda kurudi kule mkaongeze ile asilimia ya kujitosheleza kwa chakula. Wale waliokuwa na 100 wakaende 105, waliokuwa na 105 wakaende 110. Kwa sababu na imani mmepata mafunzo thabiti. Baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo ya uongozi wameeleza pia matarajio yao itakavyosaidia kuongeza ufanisi maeneo ya kazi. Tutakuwa viongozi wema wenye weledi kulingana na mafunzo tuliopewa. Pia tupo vizuri kwa ajili ya kuwasimamia wale wote waliopo chini yetu. Tunashukuru pia kwa maadili, tumeweza kujifunza masomo mengi, masomo ya ukakamavu. Takriban askari 422 wamehitimu mafunzo hayo ya uongozi na kuvishwa vyeo ngazi ya sajini na koplo. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Serikali inakusudia kuimarisha zaidi miundombinu ya utalii katika shamba la miti Rubare wilayani Bukoba mkoani Kagera, ikiwemo ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami itakayorahisisha upatikanaji wa eneo hilo na kuongeza idadi ya watalii pamoja na wawekezaji. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa wilaya ya Bukoba Elasto Sima amesema juhudi hizo zinalenga kutangaza zaidi Kagera kama kitovu cha utalii wa asili katika ukanda wa Ziwa Victoria. Kama serikali, tunachoendelea kukifanya sasa ni kuimarisha miundombinu kufika katika maeneo hayo. Leo tuna hoteli nzuri kama ninavyosema ya TFS. Serikali tayari inafanya utaratibu kwa sababu kuna kipande cha lami ambacho hakijafika moja kwa moja kule, kitafika kule, lakini kuelekea Kalobera kule iko mpango mkubwa wa lami wa kupelekwa mpaka Maruku. Shamba la miti la Rubale linajivunia uwepo wa maporomoko ya maji ya Kiamnene A na B yanayotiririka mwaka mzima, yakitoa mvuke mzuri unaovutia watalii wa ndani na nje ya nchi. Wageni wetu wanaokuja kwenye maporomoko ya maji wanapata nafasi ya kufanya shawa kwenye yale maji yanayoporomoka pale chini. Wanapata fursa za kupiga picha na kujifunza kuendesha mtumbwi wetu wa asili. Kweli nimefurahi sana kufika kwenye maporomoko haya ya Kiamnene. Nimepata fresh air, vile nimerefresh kwa sababu ya kazi ngumu nilizokuwa nafanya wiki nzima. Baada ya kufika hapa nikaona kabisa napata refreshment ya fresh air. Mbali na maporomoko hayo, eneo hilo lina ufukwe wa Kalobera pamoja na pango la kihistoria linaloongeza thamani ya utalii wa kiikolojia. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na jeshi lake la usalama na upelelezi walitumia hili eneo kupanga mikakati jinsi gani watashinda vita dhidi ya Uganda. Ndio mwaka 1978 hadi 1979. Ndani ya hili pango kuna popo, unaweza kutumia hii sehemu kupiga picha. Popo hapo wengi wamezaliana, ni eneo zuri. Kwa mujibu wa afisa uenezi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kanda ya Ziwa, Pius Mbila, Rubale ina fursa nyingi. Wawekezaji wanaweza kuitumia fursa hii wakawekeza na kuweza kufanya biashara nzuri kabisa, wakajiongezea kipato. Kwa mfano hapa kwenye maporomoko haya ipo hii boti ndogo, lakini unaweza ukatengeneza boti nzuri kabisa ya kisasa ukaweka hapo, ambayo watu mbalimbali ambao wanakuja kutalii wakaweza kuitumia boti hiyo ikakuingizia kipato. Kutoka mkoani Kagera, Respicious Kaiser. Halmashauri ya jiji la Mwanza imewataka wananchi waishio pembezoni mwa mto Mirongo kuzingatia uhifadhi wa taka pamoja na usafi wa mazingira ili kuepukana na magonjwa ya mlipuko, hasa kipindupindu wakati huu wa mvua zinazoendelea kunyesha nchini. Tupate taarifa kamili. Na ukiona tuko salama ujue kuna kazi ya usafi inafanyika. Mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza Kiomoni Kibamba amebainisha hayo wakati wa kukabidhi vifaa vya kukusanyia taka na kusafisha mazingira kwa vikundi vya kijamii kutoka kata Mabatini na Mhando vilivyotolewa na shirika lisilo la kiserikali la CCI ili kutunza mazingira. Wananchi wote na wakazi katika mitaa mbalimbali na kata zote za halmashauri ya jiji la Mwanza kutengeneza tabia
ama utamaduni wa kupenda kufanya usafi kwenye mazingira tunayoishi ili kujikinga na magonjwa, lakini kuweka mji wetu katika hali ya unadhifu. Mshauri wa mradi wa sasa kutoka shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ kanda ya Ziwa, Saul Manusia, pamoja na mkurugenzi wa CCI Dr. Timothy Ndezi wamebainisha lengo mahsusi la mradi huo. Lengo lake kubwa ni usimamizi na udhibiti wa taka ngumu katika eneo la Mito Mirongo. Lakini pia mmejifunza mambo mengi ambayo najua yatasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Vifaa visipotunzwa, kuna watu wengine wanaweza wakavichukua na wakavipeleka kwenye chuma chakavu. Kwa mfano haya maplastiki haya ni ya gharama kubwa sana. Kwa hiyo tafadhali ningeomba kutoa ari na kutoa wito kwamba champion wote kila mmoja ahakikishe vifaa vinatunzwa. Wanufaika wa vifaa hivyo wameelezea jinsi vitakavyowawezesha kusafisha maeneo yao na kuondokana na kurundikana kwa taka. Mabatini ilikuwa imejaa uchafu. Kila sehemu ilikuwa imejaa uchafu, mkandarasi alikuwa ameshindwa. Sasa sisi tunatakiwa tuoneshe. Mpaka sasa hivi hali iliyoko huko ilikuwa ni mbaya sana. Mfano kule Temeke chini karibu na mto ilikuwa ni shida, na bado kuna wengine wanaelekezea kinyesi kwenye maji. Kwa si shwari sana, lakini kwa mafunzo haya tutajitahidi sana kulingana na mafunzo tuliyopewa. Vifaa vilivyotolewa na shirika la Center for Community Initiative CCI ni pipa za taka 40, majembe, koleo, fagio, vifaa vya plastiki kwa vikundi vyenye wanachama 40 kwa kata zote. Halmashauri ya wilaya ya Nzega mkoani Tabora imesema inatambua mchango na juhudi zinazofanywa na wadau wa maendeleo katika kuhakikisha Tanzania inapiga hatua za makusudi za kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira kwa kupanda miti. Taarifa ya mwanahabari wetu inasomwa studio. Mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nzega Farida Hamisi ameabainisha hayo katika zoezi la upandaji miti katika shule ya msingi Ngukumo na Ikiniziwa, ambapo wadau wa kampuni ya Alliance One wametoa miche ya miti katika kuunga juhudi za serikali. Upandaji huu wa miti unaendana na maagizo ya mkuu wetu wa nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo ameitaka kila halmashauri ipande miti 1.5 million kwa kila mwaka. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya taratibu ambazo tunazifanya katika upandaji wa miti kwa kila halmashauri. Mratibu wa masuala ya miti kutoka kampuni ya Alliance One, Rashid Salum, amesema kampeni ya upandaji miti katika halmashauri ya Nzega imeshirikisha wanafunzi ambao ndio walengwa katika utunzaji wa mazingira. Wanafunzi hawa ndo generation inayokuja mbele. Kwa hiyo tumetoa nafasi ya kuwafundisha umuhimu wa kupanda miti na kutunza mazingira. Tuache kuharibu kwa kukata miti ili tuweze kuwa na mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa tuweze kuyakontrol. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ngukumo Edmund Sinkonda na wanafunzi katika shule hiyo wanaeleza umuhimu wa upandaji wa miti na kuhifadhi mazingira pamoja na kuifanya Nzega kuwa ya kijani. Imepandwa miti kikamilifu na ninawaahidi Alliance One pamoja na uongozi wa halmashauri kwa ujumla kwamba tutailinda miti hiyo. Miti 300 na tunaahidi kuitunza vizuri, itakuwa vizuri. Kwa ajili ya kimvuli, pia kwa ajili ya mbao na kuni. Na pia tunaahidi kuwa tutailinda hii miti. Zoezi la kuhamasisha upandaji wa miti unaofanywa na kampuni ya Alliance One kwa kushirikiana na serikali umefanikiwa kupanda hekta 818 toka mwaka 2023 hadi sasa. Wataalamu wa nishati wanaeleza kuwa kusogeza huduma za nishati safi vijijini sambamba na kutoa elimu kwa wananchi ni hatua muhimu katika kuhakikisha jamii inabadilisha mtazamo na kuacha matumizi ya nishati zisizo rafiki na kusababisha matatizo ya kiafya. Taarifa zaidi na Salma Mrisho.
Ni uzinduzi wa duka la mitungi ya gesi kampuni ya Oryx katika kata ya Bwanga wilayani Chato mkoani Geita. Na Paulina Daudi ni mmoja wa wananchi ambaye ananihakikishia kwamba hajawahi kutumia gesi. Sio mara ya kwanza, sijaitumia kabisa, yani ndio mara ya kwanza. Najisikia vizuri sana. Napenda tu Mungu anijalie nitumie vizuri, niwe mwenyeji nayo. Anakiri kuwa matumizi ya mkaa na kuni yalimpa shida kiafya. Nimewia kununua gesi hii nikiwa na maana na mimi nitumie gesi niepukane na mkaa na kuni. Nimetumia sana kuni na mkaa. Madhara yake nimeyapata sana sana, mafua, kikohozi kwenye mkaa, kifua, lakini nimeona na mimi nichukue gesi niungane na wenzangu wanaotumia gesi. Afisa huduma kwa wateja kutoka EWURA mkoani Geita Bwana Madi Omari amesema matumizi ya nishati safi ya kupikia ni rahisi, yanaokoa muda na ni rafiki kwa mazingira ukilinganisha na matumizi ya kuni na mkaa. Miaka ya nyuma ulikuwa unasikia wale mama zetu walikuwa wanatulea, wanatupikia chakula miaka mingi, wakishikisha miaka 60 macho yanakuwa mekundu, vijana tunaamuka huko kwenye miembe tunasema bibi mchawi. Lakini pia tunaposema nishati safi ya kupikia ni rahisi zaidi kutumika kwa haraka zaidi kuliko hii nishati ambayo tunasema sio rafiki wa mazingira, inazalisha sumu na kadhalika. Meneja mauzo wa kampuni ya Oryx Gas, Alex Wambi, amesema kuwa dhamira ya kampuni hiyo ni kuhakikisha huduma ya gesi inawafikia wananchi kwa urahisi, gharama nafuu na usalama zaidi, akisisitiza kuwa matumizi ya gesi si tu yanahifadhi mazingira bali pia yanaokoa muda na kuboresha afya ya watumiaji. Ndipo tunakuja na mpango mkakati wa kusogeza huduma kwa wateja wetu kwa kupitia maduka haya. Kwa lengo la kufungua maduka haya ni kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma kwa mwananchi. Mwananchi ataweza kupata mtungi wa gesi hasa ile ambayo ni ya bei rahisi kupitia maduka yetu. Mwananchi pia au mtumiaji ataweza kupata elimu, ana shida na nini, hii itakuwa ni sehemu ambayo anaweza kafika akatoa dukuduku zake, akapewa elimu ili aweze kutumia vizuri. Kufika kwa nishati safi imekuwa ni chachu ya maendeleo hasa kwa wananchi wa vijijini ambao kwa muda mrefu wamekuwa kosa fursa kutumia nishati safi kutokana na ukosefu wa huduma na uelewa mdogo. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Shukrani Salma Mrisho kutoka mkoa wa Geita. Mtazamaji unafuatilia Star TV habari. Tunaenda katika mapumziko mafupi, tutakaporejea utakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Naitwa Gigo Mhule. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Lipatuku posti zaidi, Lipatuku posti zaidi. Star Times tumewaletea tena mteja wa Star Times Antenna, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi tukubusti kwenda mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tu kwa mwezi tutakubusti kwenda uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata ofa ya hadi siku 5 zaidi bure. Huko kupitia ST Swahili ukifurahia tamthilia mpya kabisa Lavender Fields, ushuhudie mwanamke aliyesalitiwa na kuibiwa mtoto wake akirudi kulipiza kisasi. Ni kila siku saa 3 kamili usiku, bila kukosa tamthilia nyingine kali ya Reborn. Ukutane na visa vya binti masikini anayepandikizwa moyo wa binti tajiri aliyefariki kwa ajali. Ni kila siku saa 3:45 usiku kupitia Mambo TV Swahili. Furahia bongo movies na series kibao za kibongo, watoto nao wakiendelea kufurahia Bonnie Bears na katuni nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. Star Times, lipa tukubusi zaidi. Sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani, na leo tupo mkoani Geita ambapo tunajuzwa kuwa wakazi wa mtaa wa Nyakabale manispaa ya Geita
wameeleza kufanyiwa tathmini kupisha shughuli za mgodi wa dhahabu wa GGML tangu mwaka jana, lakini hadi sasa hawajalipwa malipo yao, hali inayokwamisha shughuli za kimaendeleo. Tuungane na Renatus Masuguliko kutoka Geita. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa mtaa huo wa Nyakabale wakiwemo Juma Mpangarara na David Mwita wamejitokeza na kulalamikia hatua ya kucheleweshwa kwa malipo yao ya fidia toka walipofanywa tathmini ya mali zao Agosti mwaka jana 2025. Kilio kikubwa sana tulikuwa tunaomba ili kusudi angetulipa stahiki zetu kwa wakati. Toka tumezuiliwa mwezi wa 8 mpaka leo hii ni miezi tumezuiliwa, hata chakula ndani watu hatuna, nibaki kulia mpaka mwisho. Yani ni shida tu ndani ya familia. Mbali na kuchelewesha malipo yao kwa wakati kama walivyokuwa wameahidiwa, baadhi ya wakazi walengwa wakiwemo Majuto Bigambo na Majaliwa Maziko wanadai wameshtushwa na hatua ya mgodi wa dhahabu wa Geita GGML wakati wakiendelea kusubiri malipo yao, lakini badala yake wamejikuta wakiletewa hati za kuitwa mahakamani kwa madai ya kuvamia leseni za mgodi huo, wakati tayari walishafanywa tathmini amali zao na wanachosubiria ni malipo yao ili wahame. Ya miji ambazo zinasondwa, fulani achukuliwa pale, fulani anatoa samasi, fulani anatoa samasi. Kwa hiyo inaonekana hapa kuna muundo wa watu fulani ambao umetengenezwa bila kujua sisi wananchi. Sasa shida ni kwamba tumeshamaliza kila kitu, tumeshasaini mpaka mikataba, na ili zoezi kwa nafanyika, serikali ipo ya mtaa, lakini pia ya manispaa serikali ilikuwepo, walikuwepo wasamini ambao ni kampuni imeajiliwa, lakini pia kulikuwa na jiji mwao wenyewe kwa wametufanyia usamini kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini dakika ya mwisho akaanza kutuita wavamizi. Akizungumzia malalamiko hayo kwa njia ya simu kwa niaba ya mgodi wa dhahabu wa Geita, makamu wa rais wa mgodi huo wa GGML Simon Shayo akabainisha, sio summons ya kukamata, hiyo ni summons ya kuitwa mahakamani. Hata sisi tumeletewa summons za kuitwa mahakamani na baadhi ya watu waliolalamika ambao wamefanywa tathmini. Kwa ni jambo la kawaida kabisa kwenye zoezi kama hilo la fidia. Mtu ambaye anadhani kwamba hajaridhika ana haki ya kwenda mahakamani. Kwa hiyo sisi kuna watu ambao tunaenda mahakamani kuanzia zoezi linaanza, na mahakama itaeleza maamuzi ya hayo yaliyopelekwa mahakamani. Na hivyo kuna watu waliotupeleka mahakamani, kuna waliompeleka mthamini mahakamani. Kwa hiyo kesi zilizoko mahakamani sio kwamba zote zimepelekwa na GGM. Ziko za aina mbalimbali. Ziko ambazo kampuni imeshtakiwa, ziko ambazo mthamini ameshtakiwa, ziko ambazo sisi tumeshtaki. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za kesi. Kwa wale ambao tathmini yao au maendelezo yao hayana tashwishi yoyote, mazoezi la kuendelea kukusanya taarifa zao na kuandaa mpangilio wa kulipa linafanyika na watu wote ambao hakuna vikwazo, hawajashtakiwa au hawajashtaki au hakuna swala mahakamani, watalipwa. Nikiripoti kutoka hapa katika mtaa wa Nyakabale, manispaa ya Geita, mkoani Geita, Renatus Masuguliko, Star TV. Mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kufuatilia Star TV habari. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema kuwa serikali inafuatilia kwa karibu mienendo ya biashara ya sekta ya fedha, hususan benki, na kuridhishwa na udhibiti wa mikopo isiyolipika, yani mikopo chechefu, pamoja na uwezeshaji wa mikopo katika sekta binafsi,
hatua inayochangia kuchachua uchumi wa nchi. Taarifa ya Beni Mwaipaja inasomwa studio. Balozi Omari amesema hayo alipokutana na management ya benki ya Azania PLC ikiongozwa na mkurugenzi wake mtendaji Daktari Esther Mang'anya alipofika kujitambulisha katika ofisi ndogo ya Wizara ya Fedha mtaa wa Madaraka jijini Dar es Salaam. Kinchelewa sasa hivi nafikiri upande wa mikopo ina perform vizuri. Sijui kama ni swala la Credit Reference Bureau imesaidia, labda regulations za Central Bank na ile close scrutiny inaweza kuwa imesaidia. Ukiangalia lending yenyewe inaongezeka hasa kwenye private sector, lakini na performance ya mikopo imekuwa nzuri. And for that matter then tunaona profitability ya industry nayo imekuwa ikiongezeka vizuri. Mna legacy issues mnasema, lakini to shareholders nafikiri kuanza kuelekea kule from eighth to somewhere. When we have a very strong balance sheet, wazee wenye kampuni yao shareholders wanategemea waone wanakuwa rewarded handsomely. That is a challenge ya management nafikiri na ya board. Akitoa taarifa ya benki hiyo, mkurugenzi wake mtendaji Daktari Esther Mang'anya amesema kuwa katika mwaka wa fedha ulioishia Disemba 2025, benki ya Azania iliorodhesha mali zake zenye thamani ya takriban shilingi trilioni 3.68, amana za wateja zenye thamani ya shilingi trilioni 2.50 na kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi trilioni 2.59 na kupata faida baada ya kodi kiasi cha shilingi bilioni 57.56. Na tumeshafanya projects mbalimbali kwa miaka miwili iliyopita. Tulikuwa tunafanya kwa kiwango kidogo kwa sababu tulikuwa hatuna mkataba. Tuliweza kufanya na TAMISEMI na Ngorongoro, TANESCO, TRC na kuna mikopo ya uwezeshaji ambayo tumeweza kutoa kama bilioni 800 kwa miaka miwili. Sasa hivi tunaendelea kufuatilia projects nyingine za kimkakati. Na naamini kuna nyingine zitakuwa kwenye ofisi yako, lakini na nyingine tunaendelea kuzifuatilia ili tuweze kufanikisha malengo ya nchi, lakini vile vile na ya wawekezaji wetu na ya benki vile vile. Benki ya Azania inachangia kwa kiasi kikubwa kwenye ukuaji wa sekta ya fedha, kusaidia biashara na kuwezesha wananchi kupata huduma bora za kifedha. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zitafuata. Karibu sasa katika habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump ameahirisha utishio lake dhidi ya Iran kabla ya mashambulizi yanayowezekana kwenye mitambo ya umeme hadi Aprili 6. Chazi Machugu ana undani wa habari hii. Katika mkutano wa baraza la mawaziri wa ikulu ya White House, utawala wa Rais Trump umeelezea mfumo wa point 15 kwa ajili ya mazungumzo na Iran yaliyosambazwa kupitia Pakistan. Makamu wa Rais J.D. Vance ameunganisha mchakato huo na tishio la mashambulizi zaidi ikiwa mazungumzo yatashindwa, akisema Marekani ina zana za kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia. Naye mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Steve Witkoff amesema kuna ishara za wazi kuwa Tehran wako tayari kujadiliana, ingawa Iran imeupinga mpango huo wa kumaliza vita. Miongoni mwa masharti ya Iran ni kudai fidia kutokana na uharibifu uliosababishwa na vita, na kwamba uhuru wa Iran kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz ni lazima uheshimiwe, matakwa ambayo amesema hayakuwemo kwenye mpango huo wa Marekani. Wakati hilo likijiri, waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar amethibitisha kuwa nchi yake inasimamia mawasiliano kati ya Marekani na Iran ili kupunguza mvutano na kutafuta kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Tukiangazia Ufaransa, wakikusanyika katika nyumba ya watawa wa zamani ya karne ya 12 nje ya jiji la Paris, mawaziri wa mambo ya nje wa G7 wamejadili vita vya Ukraine na Iran, wakiahidi kuendelea na shinikizo dhidi ya Urusi, huku wakihimiza kupungua kwa kasi
katika Mashariki ya Kati. Mawaziri hawa wa mambo ya nje wa Ulaya kutoka kundi la nchi 7 wamefanya mazungumzo na wenzao wa India, Saudi Arabia, Brazil na Korea Kusini katika juhudi za kutatua kizuizi cha mlango wa bahari wa Hormuz. Ikumbukwe, Rais Trump alirudia ukosoaji wake dhidi ya NATO na kwa kushindwa kuiunga mkono Marekani katika juhudi zake za vita dhidi ya Iran, hasa katika kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Naye waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema nchi za NATO zitatafuta msimamo wa pamoja na Marekani kuhusu vita dhidi ya Iran, ambayo aliongeza kuwa vita hiyo vitapaswa kumalizika haraka iwezekanavyo. Ikumbukwe, Pakistan imejitolea kuwa mpatanishi wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran katika juhudi za kukomesha vita vilivyoanzishwa Januari 28 na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kwingineko, Balendra Shah ameapishwa kuwa waziri mkuu mpya mwenye umri mdogo zaidi katika historia ya Nepal baada ya chama chake kushinda kwa kishindo katika uchaguzi uliofanyika mapema mwezi huu. Balendra Shah aliye na umri wa miaka 35, anayejulikana sana kama Balen, aliteuliwa kuwa waziri mkuu mpya na Rais Ram Chandra Paudel baada ya chama chake cha Rastriya Swatantra kushinda karibu theluthi mbili ya viti bungeni. Balendra Shah, ambaye ni mhandisi aliyepata umaarufu kwa kuwa msanii kabla ya kuigeukia siasa kwa kuwa meya wa Kathmandu, alijipatia umaarufu zaidi wakati wa maandamano makubwa ya vijana yaliyofanyika mwezi Septemba yaliyosababisha kuanguka kwa serikali, ingawa hakushiriki moja kwa moja maandamano hayo, ila aliyaunga mkono kwa kiwango kikubwa. Shah, ambaye hana uzoefu wa muda mrefu kisiasa, anakabiliwa na jukumu la kurejesha imani kwa wananchi waliokata tamaa kutokana na ufisadi na migogoro ya kisiasa iliyozoeleka katika vyama vya zamani. Naye waziri mkuu wa India Narendra Modi amemtakia heri Balendra na ameonyesha matumaini ya kufanya kazi kwa karibu katika kuendeleza urafiki wa India na Nepal. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Jaji wa shirikisho mjini California amezuia kwa muda usiojulikana juhudi za Pentagon za kuadhibu Anthropic kwa kuita hatari ya mnyororo ya usambazaji na kujaribu kukata uhusiano wa serikali na kampuni ya AI, akiamua kwamba hatua hizo zilikiuka haki zake za kikatiba. Jaji Rita Lynn katika uamuzi wake ameweka wazi kwamba hakukubaliana na hatua za serikali ambazo amesema zilikiuka marekebisho ya kwanza ya kampuni na haki za mchakato unaostahili. Uamuzi huu wa hivi karibuni wa mahakama dhidi ya waziri wa ulinzi Pete Hegseth, ambaye anatafuta kutumia zana zenye nguvu zilizopo ili kupinga makampuni na watu binafsi aliyowagombanisha katika miezi ya hivi karibuni. Ugomvi wa idara ya ulinzi na Anthropic ulianza baada ya kampuni hiyo kukataa kujiondoa kuhusu ulinzi wa kimkataba kuhusu matumizi ya mfumo wake wa Cloud AI katika silaha zinazojiendesha zenyewe na ufuatiliaji wa watu wengi. Shukrani sana Chazi Machugu kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa usiku huu. Mtazamaji, hivi punde nitakupeleka viwanjani. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo.
Karibu sasa katika ukurasa wa michezo na burudani. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB imemfungia michezo mitatu na kumtoza faini ya shilingi milioni 2 mlinda mlango wa klabu ya Yanga Djigui Diarra kwa kosa la kumshambulia mwamuzi aliyechezesha mchezo wao wa ugenini dhidi ya Mtibwa Sugar. Tuungane na Mbwana Shomari. Taarifa iliyotolewa na Bodi ya Ligi Kuu TPLB mapema Ijumaa hii imesema Diarra ameadhibiwa kwa kosa hilo kwa mujibu wa kanuni ya 44 kifungu cha 5 na 5.3, huku amepigwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuonyesha kidole cha kati wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo dhidi ya Mtibwa. Kufuatia adhabu hizo, baadhi ya wadau wa soka jijini Dar es Salaam wamekuwa na maoni tofauti. Na maana akafanya vitu kama makusudi, anajua kabisa tatizo analifanya sio sahihi, lakini kalifanya kwa ikosi timu. Hapo hapa anajua kabisa timu yake ina majeruhi wachezaji 5. Na yeye kaongezeka wa 6. Sasa kuna timu tena. Lakini pia kipa naye ana kitu cha kujifunza. Umeona? Maana adhabu zinatengenezwa ili kwamba watu wapate kujifunza. Ile kosa kweli alifanya kihalali na kweli akaadhibiwa. Natakiwa apewe adhabu kubwa ili iwe funzo, kwa sababu ni golikipa ambaye ni ili wa kimataifa tuseme ana jina. Kwa hiyo na kuonyesha nidhamu kama ile pale, yani sio kitu kizuri. Wameiomba kamati ya waamuzi wa shirikisho la soka nchini TFF kuangalia upya adhabu za waamuzi kutokana na alichokuadhibiwa. Bado makosa ya waamuzi yamekuwa yakijirudia. Wana timu alafu wanakuwa na mapenzi, hajui pale kiwanjani kama ipo kazini. Kwa hiyo yale mapenzi yanapitiliza, yanafikia mahala sana anafanya maamuzi ambayo si sahihi. Ndio maana yanawakosti. Wanaofanya mpira wetu uendelee ni wachezaji, maprofessional akina Diarra na wenzao, pamoja na wakufunzi wanaotoka nje ya nchi, ndio wanafanya mpira huu uendelee. Lakini kwa upande wa marefari ni sifuri. Hakuna. Cha msingi ni kuashusha daraja kabisa, wakasome upya. Inaonyesha kama vile wamesoma lakini hawajaelewa. Aidha, mlinda mlango wa kimataifa wa klabu ya Yanga Djigui Diarra, kutokana na adhabu hiyo ya kufungiwa michezo mitatu, atakosa mchezo wao wa nyumbani dhidi ya Tanzania Prison na wale wa kombe la shirikisho la CRB dhidi ya timu yetu kuchezwa Aprili 11. Michezo yote hiyo ikichezwa kwenye uwanja KMC jijini Dar es Salaam, na mchezo mwingine wa ligi ya NBC dhidi ya Pamba Jiji utakaopigwa Aprili 8 mwaka huu kwenye dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Mbwana Shomari. Kocha mkuu wa Pamba Jiji FC Francis Baraza amesema uzoefu alionao wa kuzifundisha timu za ligi kuu ya Tanzania unaendelea kumpa fursa ya kuwaandaa wachezaji wake kufanya vizuri katika mfululizo wa ligi hiyo na mashindano mengine. Tuiangazie taarifa hiyo. Wakiwa kwenye Media Day kwenye uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza, ikiwa ni siku maalum ya timu kuzungumza na waandishi wa habari, kocha Baraza amesema wachezaji wanaendelea kuimarika kila siku baada ya kutoa sare ya bao 1-1 na klabu ya Simba. Nafikiri nimezoea ligi ya Tanzania na nimeunderstand ligi ya Tanzania. Timu zote ambazo tunacheza nazo siku pia ni kwangu. Nimejaribu kuona kuwa wachezaji ni wale wale, wana rotate. Mchezaji anatoka kwa timu ile na kwenda yule nilikuwa nayo huko amekwenda huko, so ni wale wale ambao nawaelewa na hainipi ugumu. Baraza amesema amevifundisha vilabu vingi, hivyo wachezaji wake wana uhakika wa kuendelea kufanya vizuri katika michezo mbalimbali, ukiwemo mchezo ujao dhidi ya Mashujaa utakaopigwa mkoani Kigoma. Wamekuja wengine bado, so unaweza sema kuwa tuko ready na mechi yetu na Mashujaa. So vijana wako ready. Msemaji wa timu hiyo Moses William amesema baada ya mapumziko ya siku 4 sasa wameingia rasmi kambini kujiandaa na michezo ya ligi kuu pamoja na mchezo wa kombe la FA. Kama klabu inatupa morali kwamba tuna wachezaji wazuri, wanajitambua na wana njaa ya mafanikio. Tunaamini benchi ya ufundi ya timu zingine za taifa yakiendelea kutupia macho kwenye klabu ya Pamba Jiji, tutakuwa tunaendelea kutoa wachezaji wengi kuelekea kwenye timu za. Wachezaji wa timu hiyo wamekiri kuwa maandalizi wanayoyafanya yanawapa matumaini ya kufanya vizuri zaidi kwenye michezo ijayo. Mwanzo msimu kikubwa tulijiwekea malengo kwa kila mchezo. Sisi kwetu ni kama finali, kwa sababu tunaamini huwezi kuangalia mchezo mdogo ukasema ndo upambane ujitoe zaidi au mchezo mkubwa ndo ujitoe zaidi. Hapana, kikubwa kila mchezo uko mbele ni kuhakikisha unapata alama ili kuweza kukaa katika nafasi nzuri. Kama Mashujaa haiwezi kuwa mechi rahisi, au pia wanajipea wanaweza kupata pointi kwetu na pia kwa nyumbani. Inashika nafasi ya 5 na alama 25, huku Mashujaa ikishika nafasi ya 11 na alama 19.
Godlisten Niktomari, Star TV. Michuano ya kimataifa ya Diplomatic Golf Tournament inayolenga kuchangia fedha kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu kwenye masomo yao yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi Machi 28 mwaka huu kwa kuwakutanisha washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Tuungane na Beatrice Gerard. Mratibu wa mashindano hayo Rina Frida Rezaura anabainisha kukamilika kwa maandalizi ya michuano hiyo na malengo ya mwaka huu ambapo hadi sasa wachezaji 95 wamethibitisha kushiriki. Lengo kubwa la Diplomatic Golf ni kusaidia watoto wenye mazingira magumu wapate kusoma. So kupitia NMB wamekuwa wakisapoti ili tournament kwa kusapoti ada za wale watoto, lakini pia kwa kutoa vitu ambavyo vinawasaidia wachezaji wakiwa uwanjani kama t-shirt, taulo, kofia na vitu vingine. Target ni tulikuwa tunataka to raise milioni 50 kwa ajili ya watoto 25. Na kama nilivyokuambia hapo awali tayari tuna watoto 44 wameshapelekwa shule. Kwa hiyo tukiweza kupata support ya watoto 25 kutoka kwenye Diplomatic Golf, manake hao wengine tutapata other sources. Wadhamini wa michuano hiyo benki ya NMB kupitia meneja wa kanda ya Kaskazini Pregod Godwin imekabidhi vifaa mbalimbali vya mchezo wa golf ikiwemo kofia, t-shirt na taulo vyenye thamani ya shilingi milioni 5 kwa lengo la kufanikisha michuano hiyo. Kwa NMB tumekuwa tunashiriki mara kwa mara kwenye michezo. Kwa nini tunafanya hivyo? Michezo ni ajira, lakini pia michezo inamfanya yule anashiriki kupata afya.